Ninapokuwa katika premarital sessions au semina zangu za kuandaa wa maharusi kabla hawajaoana au kuanza kuishi pamoja au zile counseling za 101, mara nyingi nimekuwa nikiulizwa maswali: nani ni mkubali, nani ni mkatae? Sifa gani nikiziona nijue ananifaa, na vitu gani nikiviona nikimbie mpaka nipotee? Nini nifanye kufahamu huyu ndio yule ambaye Bwana kamleta kwenye maisha yangu? Naomba nikwambie, pamoja na kwamba tuna imani na tunamtegemea Mungu katika kutuletea mwenza wa maisha, kuna vitu ambavyo unatakiwa akili yako aliyokupa Mungu itumike, hisia zako pia alizokupa Mungu zitumike kukupa alert, kuendelea au kubaki. Na leo natamani nikupe sifa ambazo unapaswa kuzitafuta kwa huyo ambaye atakuwa Mr. Right au the right queen kwa maisha yako. Nafahamu ndoa unaitamani, unatamani kuishi na mtu, unatamani kupendana na mtu, lakini kuna vitu ambavyo natamani uvitazame kwa huyo mtu na uvijue vile unavyovitafuta kwake, ili basi ukimpata awe mtu wa maisha yako. Leo nitaomba nikupe vitu 4 tu. Jambo la kwanza, tafuta mtu ambaye unamfahamu vya kutosha, mtu ambaye unamfahamu vizuri, mtu ambaye unamfahamu vema, mtu ambaye baada ya kumfahamu alichipua mzizi wa upendo kwake, mtu ambaye alichipua mzizi wa urafiki ndani yake. Huna sababu kubwa za kumpenda, lakini ndani yako unaona mzigo wa kutamani kuwa naye. Marry your friend, marry someone you love, marry someone who touches your emotions. Huyu ni mtu unatakiwa kumtafuta wa kwanza. Namba 2, tafuta mtu anayeweza kuwa na wewe katika mazingira yoyote, mtu ambaye wewe unaweza kuwa naye katika mazingira yoyote pasipo kuona aibu au kujiuliza maswali mengi au kujiona ndani yako napata hofu. Unaweza kuwa naye katika mazingira yoyote na pasipo kumwonea aibu, badala yake ukafeel proud kuhusu huyo. Maandiko yanazungumza kwa kitabu cha Mwanzo ile 2:25, anasema walikuwa wote uchi na hakuna aliyeona aibu. Kuna watu wanadate watu ambao wanaona aibu kwenda naye kwenye harusi, anaona aibu kwenda naye kwenye gathering ya wazazi, anaona aibu kwenda naye kwenye kitu hichi na hichi na kile. Unaishi naye ili nini kama kuna maeneo unamuonea aibu? Namba 3, tafuta mtu ambaye anayafahamu madhaifu yako, mtu ambaye anayafahamu mazuri yako, someone who knows your strengths and weaknesses, na kwenye yale madhaifu ambayo anayafahamu kwako, hakung'ong'i nayo, hakunyanyasi nayo, hakusengenyi nayo, hayatumii kama fimbo. Madhaifu ambayo wewe uliwahi kukaa na ukamwambia madhaifu ulionayo, hayatumii kama fimbo, hayatumii kama kitu cha kukudhuru, hayatumii kama kukubackfire wewe, kwa sababu anayajua, lakini atakuwa na kurekebisha na kukwambia kwa upendo, na yuko tayari kuchukuliana na wewe. Anayakubali madhaifu yako na yuko tayari kuishi na wewe kati ya madhaifu hayo bila shida. Huyu mtu mtafute, na ukimpata muhifadhi kwenye maisha yako. Na mtu wa mwisho ni mtu ambaye kwa kweli unamhitaji, kwa sababu wakati wote yuko tayari kukwambia vile vitu ambavyo marafiki wengine hawakwambii. Marafiki wengine watakwambia wewe ni mzuri, wewe jembe, wewe panga, wewe kishoka, wewe unafaa, yani wewe ni noma, yani wewe unajua, yani wewe unaongea Kiingereza, yani wewe umebadilika, wewe ni performance yako ni kubwa. Watakupigia makofi, lakini yeye atakwambia ukweli ya kwamba hawa wanakudanganya, hukufanya vizuri. Na hawakwambii ili wakuumize, hapana, wanakwambia ili kesho uwe better. Wanakwambia ili ubadilike, ili kesho uweze kujifua, na wako tayari kushiriki mchakato wa kukusaidia wewe kuwa bora kuliko ulivyokuwa. Usitafute mtu ambaye atakwambia mambo ambayo watu wote wanakuambia. Usitafute mtu ambaye atakusifia vile vile ambavyo wengine wanavisifia. Utofauti wake uko wapi? Speciality yake iko wapi? Uniqueness yake iko wapi? Tafuta mtu anayekukwambia ukweli, uweza kukwambia ukweli mchungu ambao upendi kusikia, wakati watu wengine wao wanakuambia tu wanakuwa machawa wako. Hapana. Hawa ndio watu 4 ambao wakati unatafuta mtu wa kuwa naye kwenye maisha,
hakikisha wana hizo sifa. Naitwa Dr. Chris Mauki.